ni icon ya nchi, hasa kwenye football. Waziri kakuomba, rais wa TFF kakuomba, na Watanzania wanakuomba, na mimi nakuomba kama msemaji wa timu za taifa. Uwepo wako una maana kubwa sana katika kile kikosi. Lazima tutakuwa wachezaji 23 si 25. Kuwepo tu changing room kuna faida kubwa sana kuliko ukaa na sisi jukwani. Utamotivate wenzio, na wewe ndo captain. Yaani nazungumza direct na bwana. Inawezekana unaona mwili umeanza kuchoka, lakini bado unayo energy ya kuitumikia nchi. Niliona ile post yake, ilinichukua muda sana kufikiri. Nikamforwardia tu, nikaitoka kule wapi Instagram, nikaipeleka kwenye WhatsApp, nikaforward, nikaandika big no, tena kwa herufi kubwa. Akaandika tu nilijua tu, akacheka. Big no. Yule ni icon. Hatuna sisi mtu ambaye amefika level yake katika miaka karibuni, hakuna. Nani kashinda ubingwa wa Afrika akiwa na Mazembe, bingwa twice nadhani, kama siko sawa, kama Mtanzania wa kwanza kushinda tuzo ya mchezaji bora anayecheza ligi ya ndani, top kabisa, top class. Kenda kacheza Belgium ligi kuu, kenda England tucheze Aston Villa, kafunga goli aliyofunga na Manchester, Liverpool. Unaweza kufunga Liverpool? Unaweza? Tuatoka Kipangulile kule Bagala, kenda kaweka. Kacheza France, kacheza Greece, kacheza wapi? Wewe ndo icon. Hawa wachezaji wanakuangalia wewe. Tumalizie AFCON. Baada ya pale tutakutafutia mechi moja kubwa. Limechi, sio mechi, limechi kubwa kabisa. Benjamin Mkapa tunakuaga rasmi. Na tunaweza tukawashawishi TFF kwa kazi ulioifanya kwa nchi yako, tukaistaafisha jezi namba 10 kutumika kwenye timu ya taifa walau kwa mwaka mmoja au miaka miwili, kukupa hiyo heshima, na uwanja mzima tukasimama, na sikio mimi ndio nitakuwa namuita bwana, nakuja mbwana pale, bwana, tena sitamuita mbwana, namuita bwana, uwanja unasimama, unapiga saluti, naambia watu wote piga saluti, tunakuaga kwa heshima. Unaaga kwenye Instagram, bwana vipi wewe, tukuaga kwenye Instagram, wewe mchezaji mkubwa, wewe ni icon, bwana Ali Samata. Hapana. Lakini na nyinyi kuna wakati mna waandishi baadhi tuteti bwana, angalia binafsi, we hani wakati mwingine mnachochea vineno vyenu mvyoandikaga. Bwana ameitumikia nchi kwa uadilifu mkubwa kwa miaka mingi, ameonyesha thamani ya mpira, ameonyesha discipline. Mcheza mpira unatakiwa uishi vipi? Leo mara utasikia kajenga msikiti, mara kajenga hiki, mara kafa mpira. Fatoke Mswahili mmoja anasema mpira, wewe ungemjua Haji Manara bila mpira? Ungemjua Bwana Ali Samata? Mimi nimkuombe sana mdogo wangu, my young brother, na kuheshimu waziri, unajua na kuheshimu, ni matakwa yako, lakini tungekuomba extend hiyo resign yako mpaka baada ya AFCON. Mungu akujalia tushiriki wote, utusupport, uwape hamasa wachezaji. Alafu mbwana sio mchezaji tu, mbwana hodari katika kujieleza. Yule ni kocha pia. Yaani yule anaweza akaleta hamasa kubwa kwenye timu.
Yaani yule kuongea na wachezaji wenzie, kuhamasisha hii twende. Ana capacity, ana experience, ana exposure, limeishi Ulaya huko. Wewe utoke kule Mbagala chini kule kwa kina nani bwana mpaka France. Acha timu Nice. Si ndio? Le Havre. Wewe isikie hivyo Le Havre. Ulaya tambwa. Mtu anahama tu, mara Genk, mara sikenda huku, mara sikenda Birmingham, mara Uturuki. Bwana kuna namba za simu za kila nchi. Maana mimi na bwana Ali bwana Samata ziko 9. Bwana Samata ya Kongo, Tanzania, kila nazisave ipi atako kwa hewani ndio ukiona tiki 3 au tiki 2. Kwa hiyo mimi namuomba sana Samata, na nimefurahi kwa swali lako.